Kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 15. Nami nasoma kama ilivyoandikwa. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ni neema njema sana ambayo Mungu ametupa, na ongera sana kwa siku ya pili ya mfungo, na tunaendelea kulitia jina la Bwana. Hatuachi kuomba toba na kumsihi Mungu aweze kuachilia rehema zake juu ya familia zetu. Na moja ya mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia ni pamoja sana na kumwambia Mungu ya kwamba aingize wokovu kwenye familia yako. Yaani wokovu uweze kuingia kwenye familia yako. Lakini wokovu hauwezi ukaingia bila mlango wa kuingiza huo wokovu. Usipofanyika wewe lango kwenye familia ili wokovu uweze kuingia, mtu wa Mungu, simama kwenye nafasi yako kama lango kwenye familia hiyo, ili kwamba wokovu uingie kwenye familia yako. Nataka nikukumbushe kwamba hili silo jambo jepesi, ni jambo kubwa sana ambalo tunalolishughulikia. Kumbuka, ziko ukoo ambazo zilikuwa zinaabudu miungu, na mpaka sasa kuna watu kwenye hiyo familia unafahamu kabisa kwamba wanaabudu mizimu. Kila siku wanalaguza, kila siku wanaenda kwa waganga wa kienyeji, kila siku wanafanya matambiko, kila mwaka, kila miezi. Na wapo wengine kabisa ufahamu ni makuhani wa nguvu za giza, ni makuhani wa shetani kwenye familia yako. Wapo wengine wewe hujui, huwafahamu, lakini ulimwengu wa roho unawatambua, au makuhani wa giza wamesimama kama lango. Iwe umejua ama hujajua, nataka nikuambie kwamba wapo maagent, wapo makuhani wa giza kwenye familia wanaochochea nguvu ya giza izidi kutawala kwenye familia hiyo. Zipo maagano za aina 5, lakini moja ya maagano ambayo inayofanywa ni maagano inayowasumbua watu wengi sana, kwa sababu kwa namna ambavyo ulimwengu wa roho umeliweka agano hili, ni agano ambalo haliishi kwa mtu mmoja, ni agano ambalo linaendelea, ni agano la vizazi. Ndio maana utamuona hata Mungu kwenye Biblia limefanyika hili kwenye Biblia pia, sio tu upande wa giza. Ndio maana utaona lile neno ambalo Mungu alimwambia Ibrahimu, anaendelea kulizungumza kwa Isaka, anaendelea kulizungumza kwa Yakobo, linaendelea mpaka kwa Daudi. Kwa hiyo utaona kwamba this is a generational covenant, ni agano la vizazi. Ili agano la vizazi, kama ni agano la Mungu wa mbinguni lililofanywa na baba, nimekuambia ya kwamba kwenye Biblia hakuna babu. Kwenye Biblia hakuna babu. Ulimwengu wa Mungu hautambui babu. Serikali ya mbinguni hainaga neno babu, ni neno baba, yani chanzo. Mbinguni wanatambua baba, hawatambui babu, wanatambua baba. Ulimwengu wa giza wao wana babu na wana baba. Ulimwengu wa giza, ndio maana unakuwa mbaya sana ulimwengu wa giza, kwa sababu ulimwengu wa giza kama lile agano ambalo babu alilitumikia, mtoto akalichukua, kama mjukuu halichukui, hakubaliani nalo, ulimwengu wa giza unamtesa mpaka amekubali. Kwa sababu gani? Huwa kuna aina ya maneno ambayo wanawaapisha
hawa mababu kwenye familia, wanaitwa makuhani, wanaunganisha familia na kuzimu. Huwa kuna aina ya maneno ambayo wanaitamka kwenye agano hilo. Kumbuka kwamba kinachofanya agano iwe na nguvu kwenye ulimwengu wa giza ni aina ya kafara ambazo wanazidi kutoa. Aina ya kafara ndiyo inaamua aina ya nguvu kwenye ulimwengu wa giza. Yaani kutoa kwingi sana ndiko kuwa na nguvu sana. Kutoa kafara nyingi sana ndiko kuwa na nguvu sana. Kwa hiyo ni kuimarisha agano kwamba izidi kuwa na nguvu, na kadiri agano la babu ama agano la kuhani wa nguvu za giza kwenye familia, kadiri anavyoendelea kutoa zile sadaka zao, kadiri ile agano inazidi kuongezeka, kadiri familia inazidi kutekwa. Kwa hiyo wewe unaposimama kama kuhani kwenye hiyo familia, unaposimama kama lango, utambue ya kwamba tunazungumzia kitu, tunashughulikia kitu kikubwa, kitu nyeti sana. Tutakiwi kusimama kiuzembe. Ni lazima kusimama na Bwana, kwa sababu vita hii ni ya Bwana na wala sio ya kwako, lakini ni kupitia wewe kama lango ndipo Bwana anaenda kuingilia kati. Hebu angalia sasa hapa kitabu cha Zaburi 24. Zaburi 24 mstari wa 7. Sikiliza imesemaje: inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inua vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kinachomruhusu mfalme wa utukufu apate kuingia sio kwa sababu mfalme wa utukufu anataka kuingia, sio kwa sababu kuna utukufu unatakiwa upatikane, sio kwa sababu mpango uliwekwa. Hapana, kinachomfanya mfalme wa utukufu kuingia ni kuinuka kwa kichwa. Inueni vichwa vyenu enyi malango, yani ni kuinuka kwa vichwa vya malango, yani ni kuinuka kwako wewe, ndipo kuna mruhusu Mungu aingie kwenye hiyo familia. Yani kama hakuna atakayesimama, adui ataendelea kuikandamiza familia. Ndio maana utasikia eti ni laana ya vizazi, eti sijui laana ya kitu fulani. Ni kwa sababu kuna mtu wa Mungu ambaye hajasimama kwenye hiyo familia. Kwa hiyo unapoomba toba ni kumruhusu Mungu. Unapoomba toba kwa ajili yako binafsi, unapoomba toba pia kwa ajili ya familia yako, ni kumruhusu Mungu kwamba aanze kuhesabu familia yako, aanze kuiangalia kwa jicho la kipekee, ili wokovu uweze kuingia. Na vita hii sio kwa damu na nyama. Mungu anaipambana yeye mwenyewe kupitia lango, anaingia kwenye lango. Lango ndiye wewe. Kwa hiyo inua kichwa chako, inua kichwa chako. Angalia kitabu cha Ezekieli tafadhali, Ezekieli 22 mstari wa 30. Utaelewa tu kinachozungumziwa, utaelewa sana, utaelewa sana. Mungu anasubiri wewe usimame kwa ajili ya hiyo familia, kwa ajili ya hiyo familia. Yatosha kuonewa, yatosha kuonewa, yatosha kuonewa. Agano la giza linatesa vizazi. Ulimwengu wa giza unawatesa watu, yani inalazimisha familia iendelee kurithi yale maagano ya kipepo. Shetani anawasumbua watu sana. Ndio maana kuna mtu utaota usiku unakabidhiwa vitu na mtu ambaye aliwahi kufa, vitu vya giza. Ni kwa sababu shetani huwatafuta watu ambao Mungu na yeye anawatafuta. Yaani haujasikiliza ibada hii kwa bahati mbaya, haujaunganika na madhabahu kwa bahati mbaya. Ni kwamba Bwana anakutaka wewe jinsi ulivyo kusimama kwa ajili ya hiyo familia. Yule ambaye Mungu anamtaka na yule ndiye pia shetani anamtaka. Kwa hiyo ni habari ya wito, ni habari ya kuitika, ni habari ya kukubali, ni habari ya kukubali. Inua kichwa chako na kumsihi Bwana, wokovu uingie kwenye familia yangu. Bwana, ikumbuke familia yangu, ikumbuke
familia yangu, Bwana, katika damu ya Yesu iliyomwangwa kwa ajili ya vizazi vyote, kwa ajili ya dunia yote. Neno lako linasema Bwana katika kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 13, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Bwana, ulipopenda ulimwengu, na katika ulimwengu familia yangu iwemo, na katika ulimwengu ndugu zangu wapo, na katika ulimwengu watu wa ukoo wangu wapo kwenye huo ulimwengu. Ewe Bwana, ulipenda familia yangu ukamtoa Yesu. Kwa jina la Yesu, ewe Yesu, damu yako na inene neema, na inene mema, na inene wokovu, na inene, na itamke, na izungumuze damu yako, na ipige kelele kwa niaba ya ndugu zangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya jamaa yangu, kwa niaba ya ukoo wangu. Damu yako Yesu na ipige kelele mbele ya madhabahu yako, mbele ya madhabahu yako. Damu yako Yesu, damu yako Yesu na inene mema katika jina la Yesu. Kila hila zote, kila kuhani wa giza aliyeingilia kati kuiunganisha familia yangu na kuzimu, kuiunganisha jamaa yangu na kuzimu, kuwaunganisha ndugu zangu na serikali ya shetani, kwa jina la Yesu ninamuinua Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu, nami kama lango ninaamuru ewe Yesu, ingilia kati sasa, ingilia kati sasa, ingilia kati sasa. Wokovu na uingie kwenye familia yangu, wokovu na uingie kwenye familia ya mwanao huyu, ya mtoto wako huyu. Wokovu na uingie, nuru na iangaze, na giza na litoweke, giza na litoweke, giza na litoweke. Watu kwenye hiyo familia wakahamishwe kutoka katika giza na wakaingizwe katika ufalme wa mwana, katika nuru ya Yesu. Watolewe kwenye ufalme wa giza na waingizwe kwenye ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake, na watolewe kwenye maagano ya shetani aliyewatumia watu kwenye familia, aliyewatumia mababa kwenye familia, aliyewatumia mababu kwenye familia, ili kupanda uharibifu wa kizazi, ili kupanda uharibifu wa watoto na watoto, ili kuleta dhambi isiondolewe kwenye familia, mauti isiondolewe kwenye familia. Leo hii Bwana, naunganika na nguvu ya msalaba, naunganika na kazi kubwa ulifanya msalabani na kwa damu ya agano, maana imeandikwa ya kwamba damu ya Yesu Kristo imemwangwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi na makosa yetu, ambalo ni agano jipya kwa Mungu na watu wake. Kwa jina la Yesu umemwambia Yeremia ya kwamba Bwana, utafanya agano na watu wako, halitakuwa kama lile agano la kwanza. Kwa jina la Yesu agano jipya likafanyike kwenye familia yangu, agano jipya, a new covenant ikafanyike kwa ajili ya ndugu zangu, ikafanyike kwa ajili ya ukoo wangu. Agano jipya likafanyike kwa ajili ya mtu huyu na familia yake Bwana, kwa ajili ya mwanao huyu na familia yake na nyumba yake na ukoo wake na jamaa yake. Agano jipya la damu ya Yesu, agano jipya linalodai utakatifu, linalodai neema, agano jipya linalodai usafi wa roho, agano jipya lisilodai damu za watu, agano jipya lisilodai kafara za watu, agano jipya lisilodai kuteseka na kusumbuliwa na watu, agano jipya lenye kuzaa furaha na amani kwenye maisha ya watu, agano jipya linalowatoa mavumbini watu na kuwaketisha na wakuu, agano jipya linalowatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kila mwanafamilia yangu, kila mwanafamilia Bwana na majina yao yote, ninakuja mbele yako Bwana, uwatangazie kufunguliwa kwao, utangazia kufunguliwa kwao. Familia yangu naitangazia kufunguliwa kwake kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Ewe kuhani wa giza, Bwana na akulaani. Ewe kuhani wa kuzimu, ewe kuhani wa pepo uliyesimama kwenye familia hii, uliyesimama kwenye familia hii, kwenye familia hii, ewe roho ya giza, ewe kuhani wa kipepo, ewe kuhani wa kimizimu uliyesimama kwenye familia hii ili kuiunganisha na kuzimu, ili kuiunganisha na maagano
ya kipepo kwa jina la Yesu, ambaye ni kuhani mkuu, kwa jina la Yesu, ambaye yeye ni kuhani mkuu, aliingia patakatifu pa mbinguni kwa damu yake mwenyewe inayonena mema, isiyokuwa na hila, isiyokuwa na maua, kwa jina la Yesu. Hiyo damu na inene mema kolipa ya dada, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo damu na ianze kutembea kwenye familia yangu, hiyo damu ya Yesu na ianze kutembea every corner of my family, to break every evil demonic covenant, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Every demonic covenant, kila ambacho kinachoitwa agano ya kipepo, kwa jina la Yesu na ivunjike, na iharibike, na iharibike kwa moto wa Roho Mtakatifu. Huyo kuhani wa giza na apigwe shoti, na apigwe kwa upanga wa malaika mkuu, kwa jina la Yesu. Kama vile Mikaeli alivyomwambia shetani ya kwamba Bwana na akulaani kwa habari ya mwili wa Musa, Mikaeli akamwambia shetani ya kwamba Bwana na akulaani wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Kila kuhani wa giza kwenye familia hii, kila kuhani wa giza kwenye familia hii, Bwana na akulaani, Yesu na akulaani, maana kuna jina jingine tulilopewa sisi kuokolewa kwa hilo isipokuwa jina pekee la Yesu. Kwa ukiri wa jina la Yesu, kila kuhani mpaka apige goti, kila maagano mpaka yavunjike. Kwa ukiri wa jina la Yesu, kila goti lazima nipigwe, lazima akiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Lazima kila chochote cha giza kwenye familia yangu, kwenye familia watu wa Bwana madhabahuni pake, lazima akikiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kaya dada, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, I scatter every evil altar, I scatter by fire of the Holy Ghost, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata sasa Bwana unasaidia familia hii. Hata sasa Bwana unasaidia familia hii. Mwanao huyu anaenda kufanyika lango. Nuru na ipite kupitia yeye. Nuru na iingie kwenye familia yake kupitia yeye. Nuru na iingie kwenye hiyo familia yako kupitia wewe. Nuru ingie. Funguka na nuru ingie. Funguka ewe lango na nuru ingie ya wokovu kwenye hiyo familia, ya wokovu kwenye hiyo jamaa, ya wokovu kwenye hiyo nyumba, katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana yuko kazini, Bwana yuko kazini. Ewe Mungu aliye hai, ewe Mungu aliye hai, kwa neema yako ya kipekee, kwa nguvu yako ya ajabu, kwa nguvu yako ya ajabu, kwa nguvu yako ya ajabu. Ewe Bwana, ewe Bwana, kila aliyeenda kinyume, kila aliyefanya maagano ya kipepo kwa habari ya ujinga, ya kutokujua madhara na hasara, Mungu wa mbinguni, naomba toba yako juu yake katika jina la Yesu. Kila ambaye Bwana amefanya maagano mabaya, ameenda vibaya, ameishi vibaya kwenye familia yangu, Bwana naomba toba kwa ajili ya familia, kwa ajili ya familia hii, kwa ajili ya familia hii, kwa ajili ya familia hii, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Ninavuruga kambi zote kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa nguvu ya ufufuo na ifufua familia yangu, izaliwe upya. Familia hii ya mwanao huyu Bwana, izaliwe upya, izaliwe upya, ianze upya, itengenezeke, irekebishwe na wewe Yesu, kwa mkono wako, katika jina la Yesu. Wokovu unaingia, wokovu unaingia, wokovu unaingia kwa rehema za Bwana, kwa nguvu za Bwana, katika jina la Yesu. Wokovu unaingia, wokovu unaingia, wokovu unaingia kwa huyu aliye Afrika, eneo lolote, yule yuko Kongo, yule yuko Zambia, yule yuko Tanzania, kwa jina la Yesu, yule yuko South Africa, kwa jina la Yesu. Wokovu unaingia kwenye familia yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Yule aliye Burundi, wokovu unaingia kwa jina la Yesu kwenye hiyo familia, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu aliye Marekani, huyu aliye USA,
USA, kwenye state zote kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu aliye Georgia kwenye state huko, huyu aliye Cleveland, huyu aliye Iowa, huyu aliye Minneapolis, huyu aliye kila eneo kwa jina la Yesu, huyu aliye Washington kwa jina la Yesu, huyu aliye Buffalo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, huyu aliye Europa katika nchi ya Ubelgiji kwa jina la Yesu. Nuru inaingia kwenye familia. Huyu aliye Ufaransa kwa jina la Yesu, huyu aliye Canada kwa jina la Yesu, raya dabada kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu aliye Australia kwa jina la Yesu, familia yake inatembelewa na wewe Bwana, inatembelewa na wewe Bwana, inatembelewa na wewe Bwana. Hata sasa, hata sasa, hata sasa kilichokuwa kinazuia kinaondoshwa, kinaondoshwa kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kiliyotesa familia kinaharibika, kinaharibiwa na Bwana, kinaharibiwa na Yesu. I stand in the authority of Jesus. Oh my God, I decree and I declare in the name of Jesus, new beginning for this family, new beginning my Father, new beginning right now, new beginning right now. Natamka nami ninatabiri ya kwamba ukurasa mpya kwenye familia hii, maisha mapya kwenye familia hii, mwanzo mpya kwenye familia hii katika jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako ya kipekee sana. Asante kwa ufungulivu Bwana. Asante kwa toba. Asante kwa toba. Asante kwa ufungulivu. Asante kwa kuingilia kati Bwana. Asante kwa kuingilia kati Bwana. Asante kwa kuingilia kati Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi na familia yangu, mimi na nyumba yangu hatutaabudu miungu, hatutaabudu mashetani, hatutahusika kwa agano lolote lile la kipepo, kwa moto wa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu natangaza hiyo, natangaza hiyo, natangaza hiyo vizazi na vizazi, ikawe agano ya kwamba tutaabudu miungu wala chochote mfano wa miungu, bali tutamwabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye mamlaka. Yeye ni Yahweh, yeye ni Yahweh Adonai, yeye ni Yahweh Nisi, yeye ni Ebeneza, yeye ni Elohim. Katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana kwa neema na rehema zako, katika jina la Yesu. Huyu ambaye ameamua kusimama kama lango kwenye familia yake, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu sasa, pokea nguvu sasa, pokea nguvu sasa popote ulipo. Pokea nguvu sasa ya kuendelea kusimama, sio tu leo, sio tu katika ratiba hii ya mfungo huu, sio tu katika ratiba hii, bali siku zote. Pokea nguvu ya kukusaidia kuendelea kusimama, kuendelea kusimama, kuendelea kusimama, kuendelea kusimama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Endelea kuomba kwa habari ya familia yako. Endelea kuomba kwa habari ya ukoo wako. Endelea kuomba. Adui lazima aachie. Adui lazima aachie. Usiache kuomba. Namba yetu ya kuachilia sadaka yetu, ya kuunganisha familia zetu kwenye maombi haya ya moto ambayo tumeomba kwa siku hii, kwa jina la Yesu. Namba hiyo ni alama ya kujumuisha 27786243718. Sadaka inazungumuza kupita yale yaliyo ya moyoni, inanena kwa nguvu na kwa kishindo kikubwa mbele ya madhabahu ya Bwana. Kumbuka, makuhani wa giza wanaimarisha madhabahu zao kwa makafara yao, na sio kwamba na sisi ipo sadaka kubwa ambayo imewahi kutolewa, ipo sadaka kubwa ambayo imewahi kutolewa, ambayo ni sadaka ya Yesu Kristo. Ndiyo sadaka kubwa tunayoenda kuiachilia, tunayoenda kuitoa kupitia namba hii, ni kwa ajili ya kuimarisha yale tuliyoyatamka, ni ya kuyatia nguvu na kishindo kikubwa kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana wewe ambaye unahitaji maombezi na
ushauri wa kiroho, pia wasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano. Yupo mwingine ambaye umehusika kwenye maombi haya lakini hujaokoka, wasiliana nasi kwa maelekezo ili utambue na ujue ni kipi kikupasacho kufanya. Namba zetu za madhabahuni za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana na Yesu akuimarishe na Mungu akutie nguvu. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda zaidi. Tiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Shalom.